Karibu sana mtazamaji, mdau wa mchezo wa mpira miguu popote ulipo. Tupo ndani ya Bonga Boli Sports, manake lengo kuu haswa ni kuzungumzia masuala ya michezo, lakini kubwa zaidi ni mchezo wa mpira wa miguu. Kumbuka kusubscribe Bonga Boli Sports, Bonga Tube Media, Habari 254, Swahili TV katika taratibu za kupata uhondo ama nondo haswa inayotuhusu katika masuala mchezo wa mpira miguu na michezo mingineo. Nite Bonga Boli Michael Were Muhusia hapo ulipo. Kubwa zaidi kitakachofanyika kuelekea mwisho wa mwezi huu wa tatu nchini Rwanda, Kigali, ni kwamba kuna ule msururu wa michezo wa FIFA ambapo timu kadha wa kadha zitakuwa zina shuka dimbani pale ya Mahoro na kadhalika kwa ajili ya kuweza kupimana nguvu na kuboresha viwango vyao. Harambee Stars ya Kenya imeondoka asubuhi ya leo, kwa maana siku ya Jumanne, kuelekea nchini Rwanda kwa ajili ya michezo husika, na mwalimu Beni Makati alikwisha taja kikosi, akipanga kikosi ambacho kimesheheni wachezaji wa ndani na wa nje. Wapo ambao wamepewa nafasi kwa mara ya kwanza. Tunaweza kuona je, uwezo wao uko vipi. Tunazungumzia wale ambao pia vile ni wazoefu na watakuwa wanacheza dhidi ya wapinzani. Kwa hiyo katika hili ni kwamba Rwanda is hosting 2 groups in 2026 FIFA series. Rwanda itakuwa mwenyeji wa makundi mawili, an international friendly tournament featuring 48 nations. Kwa hiyo ni tournament, mashindano ambayo yanahusu timu ama mataifa 48 chini ya FIFA. Katika hili michezo yenyewe itatitigwa kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 31 mwezi huu wa 3 mwaka 2026, na itahusisha timu kama Kenya, Estonia, Grenada, Aruba, sijaijua kuna nchi inaitwa Aruba, unaona, Liechtenstein, kuna Macau ama Masau na Tanzania, unaona, ikiwa sasa ni makundi tofauti ambayo yatakuwa napambana katika michuano hii mbalimbali. Kwa hiyo katika kundi A kutakuwepo na Rwanda kwa maana mwenyeji, wenyewe wanajiita Amavubi Stars. Jirani zao wanaitwa kwa maana Uganda Cranes. Jirani wao upande wa pili ni the Leopards kwa maana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande huu mwingine kuna jirani mwingine kwa maana Intamba kwa maana Burundi. Kwa hiyo kundi A ni wenyeji ambao kwa hakika wapo Rwanda, kuna Harambee Stars ya Kenya, kuna Estonia na Grenada katika uwanja wa Mahoro. Shaona bana. Kwa hiyo inasaidia pia Kenya, Tanzania na Uganda to assess quality ya wachezaji, ubora wao. Manake mwaka ujao Kenya, Uganda na Tanzania ndio wenyeji wa mashindano ya AFCON, kombe la mataifa ya bara Afrika, na itakuwa ni vizuri wawe na wachezaji wenye uwezo mkubwa, unaona, kwa ajili ya kuweza kustahimili makali timu kama kina Senegal, Egypt, na ni mataifa ambayo kwa hakika yanaonekana kuwa ni nyonge. Kwa hiyo wanapewa kile ambacho tunaita moral, ili walau waweze kujiwezesha kutokana na mazingira ama opportunity ambao wamepewa. Maana Senegal hawajaratibiwa, Ivory Coast, Tunisia, Morocco, Afrika Kusini na kadhalika. Wale ni mibabe. Kundi jingine bila shaka Kenya chini ya kocha Beni Makati, huyu mwanandinga wa zamani wa Bafana ya Afrika Kusini, amecheza kule Ulaya FC Porto akibeba ubingwa wa taji ya UEFA Champions League chini ya Jose Mourinho, akaingia England akachezea ilikuwa Blackburn Rovers ama nini, Blackburn Rovers, na upande wa pili pia vile kulikuwepo na I think West Ham, iwapo sijakosea, japo kwa muda mfupi. Kwa hiyo ni mchezaji wa zamani, tumemshuhudia katika ubora wake. Atakuwa na ongoza Harambee Stars, na alitaja kikosi cha wachezaji wapatao 23
kwa ajili ya kuweza kufanikisha yote. Upande mwingine ni kwamba hawa wachezaji wa Harambee Stars waliotajwa, mengi yamesemwa kwamba ni vipi sasa. Kuna baadhi ya wachezaji wamewachwa nje, especially FC Leopards haijatoa mtu, utapata Nairobi United haijatoa mtu na kadhalika. Wengi wanauliza mbona iwe ni Gor Mahia ama iwe ni Tusker, unaona, lakini kocha amesema hatapangiwa kazi. Kwa hiyo kikosi cha McCarthy kimesheheni wachezaji ambao wana uwezo wa kipekee katika ligi ya Kenya na ligi ya nje, unaona. Tuweze kuona baadhi ya wachezaji ambao wametajwa na McCarthy kwa haraka kwamba utapata Michael Olunga pamoja na Brian ama Byron. Baadhi ya wachezaji ambao siku zote wametumika katika michuano mbalimbali, lakini kubwa zaidi kuna Brian Omondi, kuna Brian Bwire na Iron Otieno. Naona huyo Otieno yupo Afrika Kusini. Lakini kwa upande wa ulinzi, Frank Odhiambo wa Gor Mahia, Abud Omar wa Police FC hawa wamekuwepo katika kikosi cha timu ya Kenya. Sylvester Owino Gor Mahia, Zach Vrine kutoka Wrexham, Ronnie Onyango wa Sognad, Sodadal, Daniel Sakari wa Kenya Police. Kwa hiyo katika idara ya kati, Alpha Onyango wa Gor Mahia, juzi tumeona akifunga bao dhidi ya Shabana FC, bao la pili la ushindi katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Kuna Duke Abuya, kiungo mchezeshaji ama mshambuliaji kwa faida ya Yanga. Yupo Richard Odada wa FC Uta Orad, Chris Erambo wa Tusker, Manzur Suleiman wa Stade Reims, zamani akichezea KCB akajiunga na Nairobi United, ama alikuwa Nairobi United akajiunga na KCB na kisha kaelekea kule Ufaransa. Katika safu ya mbele yupo Austin Odhiambo Nejme ya kule Lebanon. Kwa sasa kuna vita, sidhani kama anarudi wakati wote kwa sasa. William Lenkapai wasema amekuwa nje kwa muda mrefu, mbona apewa nafasi na ana match fitness? Wanauliza ni kwa nini. Hata hivyo akina Tyson Omondi wapo, akina Odada wapo lakini sasa mwalimu amesema asipangiwe kazi. Ana attach kwanza hata na timu. Jobo Chieng Real Sociedad, Mohamed Bajaber kutoka Simba umejua amekuwa akiuguza jeraha. Zech Obiero Tramea Rovers, Clark Oduor Grimsby Town, Michael Olunga Al Arabi, Ryan Ogam Wolfsburg amekuwa nje kwa muda, watu wanauliza mbona apewe namba. Lawrence Okoth akiwa ni mojawapo wa usiku wa kuwa ambao wamepewa nafasi ya opportunity ya kuwakilisha Kenya katika mashindano haya. Kwa hiyo ni mbinu za kipekee za kocha Benni McCarthy kwa assess vijana wake, utimamu wa mwili, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, level of discipline, endurance. Unaona ni jambo la msingi sana ama mambo ya msingi sana katika mchezo wa mpira wa miguu, manake kuelekea mwaka ujao ama mwakani Harambee Stars watakuwa kila sababu ya kuonesha umachachari wao, ikizingatiwa kwamba kuna uwanja mpya zaidi ambao umejengwa, Talanta Sports Center, ambao ni Raila Odinga Stadium Ngong Road pale. Kuna Samia Suluhu pale Arusha, kuna Bua Stadium pamoja na ule uwanja ambao upo kule sehemu za Arua, unaona, kwa upande wa Uganda. Kwa hiyo infrastructure miundombinu ya michezo imeboreshwa katika Jamhuri ya Kenya, Uganda na Tanzania. Tunaangalia pia vile vile barabara, reli, angatua, hoteli pamoja na usalama. Ni mambo ya msingi sana ambayo tunajadili kuhusiana na masala ya michezo na hususan mambo ya FIFA. Pia kwa upande mwingine kuna hii ya wanawake ambao leo tumeona kwamba waziri alihusika pakubwa katika kuilaunch ya waziri wa michezo, waziri mwenye dhamana michezo, sanaa na utamaduni, bwana Salim Mvurya, na amezungumza mengi tu kuhusiana na hiki ambacho kwa kitakuwa inafanyika katika michezo ya watoto wa kike, of which imefanyika katika uga wa Nyayo na ilikuwa katika ofisi yake pale Talanta Plaza. Kwa hiyo katika hili naamini kwamba the government to meet AFCON's financial and infrastructure requirement, Kenya will meet all her financial obligations as well as ensure full infrastructure compliance
as she gears to host Africa Cup of Nations AFCON alongside Tanzania and Uganda next year. Kwa hiyo kulikuwa na tetesi hapa awali kwamba Kenya hawajalipa takriban bilioni 3 nukta kitu kwa shirikisho la soka barani Afrika ili kuwa mwenyeji rasmi wa mashindano yenyewe. Kwa hiyo serikali kupitia waziri amesema itafanyika, msiwe na wasiwasi. Na nilikuwa naambia watu serikali haiwezi sota. Wewe unaweza ukasota lakini serikali haiwezi sota. Kwa hiyo watakuwa wanachangamka. The Cabinet Secretary for Youth Affairs Bwana Salim Mvurya amesema he's working closely with all the relevant bodies including the Parliamentary Committee on Sports and National Treasury as part of whole of government approach towards availing resources required for hosting the Continental Tournament. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, na wakati huo alikuwa akizungumza wakati wa kuannounce na kulaunch FIFA Women's Series that will be hosted in Kenya from 11th to 15th April. Kwa maana mwezi wa 4 tarehe 11 mpaka tarehe 15 kutakuwa na hiyo FIFA Women's Series, na timu kadha zitakuwepo hapa nchini Kenya kwa ajili ya kutitiga, lakini hapa ni kwa upande wa wanawake. So hilo pia vile tutakuwa tunatekenya kiasi cha haja uweze kuona ama kuelewa itakuwa ya kijiri. Kwa hiyo mambo ni mengi kuhusiana na masuala ya michezo, na tunaamini kwamba tutafanikisha kama taifa. Maana sisi tunapenda michezo, tunapenda michezo ya riadha, michezo ya masumbwi, mchezo wa volleyball, unazungumzia kandanda, magongo na kadhalika. Pia kuna upande wa walemavu. Kwa hiyo katika hili naamini mambo yatakuwa ni sawa. Zidi kusubscribe kwenye YouTube channel zetu Bonga Ball Sports, Bonga Tube Media. Manake ni masala michezo kwa upande wa Bonga Ball Sports, lakini upande wa Bonga Tube Media ni mambo mseto. Hii ni michezo pamoja na mambo mengine ambayo kwa Kenya tuhusu current affairs na kadhalika. Na mbali na hilo pia kuna Habari 254 channel ambayo pia inakuwa kwa kasi zaidi kwa ajili ya kufanikisha mengi. Niite Bonga Ball, Michael Were Muhusia. Endelea kuwa mwenyeji wetu.